ni jioni ambayo tumepata kibali mbele za Mungu kusikia habari njema, kusikia mafundisho mema, kusikia neno la wokovu na neno la wakati kwenye maisha yako. Kwa na kukaribisha sana kwa wakati huu, na neema ya Mungu itakubariki. Ni saa miujiza ya kukutoa hapo ulipo, ni saa miujiza ya kukutoa katika eneo ulipo. Yamkini unafanya kazi, yamkini wewe una familia, yamkini unapitia jambo lolote. Basi mtu wa Mungu, na kuomba usikilize, na kuomba chukua neno hili, litakusaidia kwenye maisha yako. Tunahubiri habari za Yesu Kristo, habari ya neema ya Mungu, habari ya wokovu wa Mungu. Kwa hiyo karibu sana mtu wa Mungu. Tutaenda kusoma kile kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 4 ule mstari wa 12. Itasoma wala hakuna wokovu ambao linaweza kukutoa katika mateso yako. Ni jina la Yesu tu ambao linaweza kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ni jina la Yesu tu ambao linaweza likakupa muujiza wako wa maisha yako. Ni jina la Yesu tu ambao linaweza likakutoa katika maisha au hali unayoishi, katika hali au maisha dhambi unayotembea nayo. Ni jina la Yesu. Kuna watu wameteseka na dhambi, kuna watu wameteseka na magonjwa, kuna watu wameteseka na shida mbalimbali, lakini kwa jina la Yesu tu unaweza ukatoka sehemu hiyo. Ni kwa jina la Yesu tu unaweza ukatoka katika mateso hayo. Ni kwa jina la Yesu tu unaweza ukatoka katika shida hiyo. Kwa hiyo mtu wa Mungu, mtu wa thamani sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza siku ya leo, mtu wa Mungu unasikiliza saa ya leo, tazama kuwa ni jina pekee tulilopewa na damu litupasalo kuokoa. Ni jina la Yesu tu. Ni jina pekee ambalo linaweza likakutoa katika mateso, linaweza likakutoa katika hali ulionayo, linaweza likakupa muujiza wako wa maisha yako. Sikia mtu wa Mungu, yamkini unateseka, yamkini unapitia hali ngumu, lakini tazama, ni jina pekee ambalo linakujia wewe. Ni jina pekee ambalo wanadamu wanapaswa kuliamini. Ni jina pekee ambalo kila mtu anapaswa kuliamini. Jina la Yesu ukiingiza kwenye familia, jina la Yesu ukakubali, ukaingia mahali popote, linabadilisha hali ya maisha yako, linabadilisha hatima ya maisha yako. Mtu wa Mungu, mtu wa thamani sana, sikia neno hili. Ni jina pekee ambalo tumepewa na damu. Hatujapewa vitu vingine, hatukupewa mambo mengine, hatukupewa hali nyingine, bali tulipewa jina la Yesu, bali tulipewa ile jina la Yesu litusaidie sisi. Hatukupewa namna nyingine ambayo inaweza kutusaidia, hatukupewa hali nyingine inaweza kutusaidia kutoka katika mateso, lakini ni jina la Yesu. Likubali jina la Yesu likuwe msaada kwenye maisha yako. Likubali jina la Yesu liwe hatima ya maisha yako. Unateseka na dhambi, dhambi haiondolewi kwa neno lolote, dhambi haiondolewi kwa jambo lolote, bali ni kwa jina la Yesu tu. Hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kikakutoa katika dhambi, katika mateso ya dhambi, ila ni jina la Yesu tu. Sio kwenda kanisani kunaweza kukusaidia kushinda dhambi, hapana. Sio kujua maandiko sana kunaweza kukusaidia kushinda dhambi, hapana. Sio kwamba kuvaa vizuri au kushinda sehemu ya maombi kunaweza kukusaidia kushinda dhambi, hapana. Bali ndani yako ukipokea jina la Yesu, linafanyika kuwa ngao yako, lenyewe linakusaidia kushinda dhambi, linakusaidia kushinda mateso yote. Kwa hiyo mtu wa Mungu, karibu. Ukitaka muujiza wako, ukitaka kushinda dhambi, ni lazima ulikubali hilo jina la Yesu. Ni lazima ulikubali hilo jina la Yesu. Watu wengi tunatamani kuwa na miujiza mingi, kuona miujiza mingi kwa maisha yetu, kuona mambo mengi yanatokea kwenye biashara zetu, kuona mambo mengi yanatokea kwenye ndoa zetu, kuona mambo mengi yanatokea kwa watoto wetu, kwenye familia zetu, kwenye kazi zetu. Wengine tumeajiriwa, wengine tunafanya kazi sehemu mbalimbali. Tunatamani kufika viwango, tunatamani kufika sehemu fulani ambayo ni nzuri sana, lakini mtu wa Mungu nakwambia kwamba bila jina la Yesu hawezi kufika hapo unapohitaji. Bila jina la Yesu hawezi kupokea muujiza ulio sahihi. Kuna miujiza inayotengenezwa, kuna mambo mengi yanayotengenezwa, yote yanaitwa miujiza, lakini hiyo miujiza inakuwa na mwisho. Lakini
lakini muujiza wa kulikubali jina la Yesu, lakini muujiza aliofanya Yesu ni imara zaidi kwenye maisha yako, ni imara zaidi kwenye maisha yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe mtu wa Mungu. Bwana asifiwe mtu wa Mungu. Kwa hiyo ni jina pekee ambalo tumepewa wanadamu litupasalo kutuokoa sisi, litupasalo kushinda dhambi. Biblia inasema Biblia inasema jina hili alipewa wanadamu. Hili jina ambalo amepewa wanadamu linaweza kutusaidia tukashinda mambo yote, linaweza kukusaidia tukashinda mambo yote. Kuna watu leo yamkini mnasali, yamkini mnafanya ibada, lakini dhambi imekuwa changamoto, dhambi imekuwa ikukutesa, dhambi imekuwa kero kwako. Lakini nakwambia, ukipokea hili jina likakaa ndani yako, ukipokea hili jina likafanyika uwezo kwenye maisha yako, ukipokea hili jina likafanyika upya kwenye maisha yako, utakuwa salama, utakuwa mbali na ile dhambi. Hatukimbii dhambi kwa kwenda kanisani, hatukimbii dhambi kwa kwenda ibadani, hatukimbii dhambi kwa kufanya maombi sana. Tunashinda dhambi kwa sababu ndani yetu kuna jina la Yesu, kwa sababu ndani yetu yupo Yesu mwenyewe ambaye alishinda dhambi, ambaye yeye anasema kwa kupigwa kwake kwa kupigwa kwake zote, kila jambo linawezekana, kila jambo linawezekana. Kwa hiyo ni jina pekee ambalo sisi tumepewa, ni jina pekee ambalo kila mtu inatakiwa liamini. Ndani yako ukiwa na jina la Yesu, hakuna jambo litakalokushinda. Ndani yako ukiwa na jina la Yesu, hakuna neno lolote litakalokushinda. Mkubali Yesu, likubali jina la Yesu likae ndani yako, likubali jina la Yesu liishi kwenye maisha yako, likubali jina la Yesu litengeneze muujiza ulio sahihi kwenye maisha yako. Unatamani muujiza wa afya, unatamani muujiza wa uponyaji, yanakwambia muujiza ulio sahihi, muujiza ulio imara wa afya yako ni kumkubali Yesu. Maana anasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Ni nani aliyepigwa? Ni Yesu. Ni Yesu tu ambaye yeye ile jina, yeye akikaa ndani yetu ndio unapokea uzima ulio sahihi, ndio unapokea uzima wa uponyaji ulio sahihi. Mtu Mungu, ukitaka biashara yako iendelee, ukitaka kazi yako iendelee, ukitaka familia yako iendelee, ukitaka ndoa yako iwe salama, ni kukubali Yesu akae ndani yake, akae katikati yako, akae katikati ya hiyo biashara yako, akae katikati ya hiyo ndoa yako, akae katikati ya hao watoto wako ambao wanakutesa, ambao hatima ya watoto wako ni watoto wako kweli, umewazaa, lakini kwa haya wanaoishi, kwa maisha wanaoishi, umewakatia tamaa hadi kufikia hatua ya mkini umewafukuza hadi nyumbani, unawatamkia maneno fulani, unawatamkia maneno hata ya laana, hadi umewalani kutokana na vile wanavyokuaibisha. Lakini nakwambia usiku wa leo, nakwambia jioni ya leo, nakwambia muda kama wa leo, nakwambia saa kama ya leo, ni Yesu tu ambaye akiingia kwenye familia yako, ambaye ni Yesu tu ambaye ukimkabidhi watoto wako, ukimkabidhi familia yako anaibadilisha, ukimkabidhi familia yako anaibadilisha. Yale ya kale yote yanabadilika. Yale mambo yote ya kale ambayo yametesa, zile aibu zote ambazo zilikuwa kwenye familia yako zinabadilika, kwa sababu yeye anasema, tazama mambo ya kale yote yamepita, yamekuwa mapya. Kwenye ndoa yako kuna upya unatengenezeka, kwenye kazi yako kunakuwa na mambo mapya yanatengenezeka. Saa ya muujiza wako siku leo, saa ya muujiza wako siku leo, kanyakati hizi, saa ya muujiza wako ni kuikubali kweli, Usidanganywe mtu wa Mungu, usidanganywe mtu wa Mungu na mambo yasiyofaa, Usiamini tofauti na jina la Yesu, usiamini tofauti na msaada wa Mungu kwenye maisha yako, usiamini tofauti na hii kweli inayokuambia, na hii kweli itakuweka huru, na hii kweli yenyewe ni Yesu mwenyewe. Anasema ukifahamu kweli, hiyo kweli itakuweka huru. Kwa hiyo kweli ni Yesu mwenyewe. Ukifahamu Yesu atakuweka huru dhidi ya mateso, atakuweka huru dhidi ya chuki, atakuweka huru dhidi ya dhambi inayokutesa, atakuweka huru dhidi ya magonjwa yanayokutesa, atakuweka huru juu ya kila dhambi ya familia na kila ujinga wa familia yote na kila namna ambayo unapitia, atakuweka huru. Kuna watu maisha yenu yamefungamanishwa katika mapatano ya kifamilia, katika maagano ya kifamilia, katika maagano. Wengine maisha yao yamepatanishwa katika
katika maagano ya koo zao, ya familia zao. Wengine wazazi wao walitambika, mnaishi maisha fulani, mnaishi katika hali fulani, mnaishi kwa namna fulani, lakini nakwambia jana leo, nakwambia saa muujiza wako ni kuifahamu kweli, ni kuifahamu kweli. Hiyo kweli itakuweka huru, hiyo kweli itakuwa msaada kwenye maisha yako, hiyo kweli itakuwa msaada kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya mtu wa Mungu, haleluya mtu wa Mungu. Wakati Petro na Yohana wakiwa wanaenda hekaluni, ilikuwa saa ya kusali, katika mlango mzuri walipokutana na yule mtu aliyekuwa anaumwa pale mlangoni. Yule mtu alipowatazama, sikia mtu wa Mungu, alipowatazama alitarajia kupata kitu kizuri, alitarajia kupata kama fedha au mali zitakuwa nyingi sana kutokana na watu wale walivyokuja, kwa sababu mtu wa Mungu anapoapia sehemu fulani, anapoingia sehemu fulani, anaonekana katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili, katika ustaarabu ulio mkuu. Kwa hiyo tunaamini kwamba yeye alikuwa katika ule mlango mzuri, alikuwa anaamini katika hawa watu jinsi walivyovaa na jinsi sura zao zinavyoonyesha kuna jambo fulani tutalipokea, kuna jambo fulani nitalipokea. Lakini wakamwambia, sisi unavyotazama unaweza ukaona vitu vingi, lakini tunakwambia ndani yetu hatuna kitu, mikononi mwetu labda tulivyobeba havina kitu. Labda ulitamani fedha, lakini kwenye mkoba wetu sisi hatuna kitu, tumebeba tu Biblia, tumebeba tu labda vitabu fulani. Lakini wakamwambia, tazama, toa macho yetu tutazame, kile tulicho nacho ndicho tutakachokupa, kile tulicho nacho sio tukupacho wewe. Tuwatoa jina la Yesu, wakamwambia, kwa jina la Yesu simama uende. Maana yake ni jina la Yesu tu ambalo lilimtoa katika mateso yake yote, ni jina la Yesu ambalo lilimtoa katika kuishi miaka mingi kuombaomba katika ule mlango mzuri wa hekalu. Ni jina la Yesu lilimtoa. Sikia mtu wa Mungu, sio kwenda ibadani kuweza kukusaidia kutoka katika mateso, sio kufanya maombi kuweza kukusaidia kutoka katika hayo hali unayoishi, sio maisha ambayo unaishi labda kutumikia dini fulani ndio kunaweza kukusaidia kutoka katika maisha hayo, ila ni jina la Yesu tu ambalo ukikubali, ambalo likiingia ndani yako linaweza kukutoa katika hayo mateso. Ni jina la Yesu tu ambalo ukikubali linaweza kukutoa katika hiyo hali nayo. Huyo mtu alipokubali jina la Yesu alisimama. Tunaona alisimama. Kwa hiyo tunasoma kwamba sio ibada inaweza kukusaidia ukashinda dhambi, sio maombi yanaweza kukusaidia ukashinda dhambi, sio mkwara wa kushika Biblia kama hivi unaweza kukusaidia ukashinda dhambi, sio mkwara wa kuvaa vizuri unaweza kukusaidia ukashinda dhambi, sio mkwara wa kujua maneno ya Mungu unaweza kukusaidia ukashinda dhambi, sio mkwara wa kuwa na kola unaweza kukusaidia ukashinda dhambi, sio kwamba ukipewa uongozi kanisani ndio unaweza kusaidia ukashinda dhambi. Ila tunashinda dhambi ni kwa sababu tunashinda dhambi ni kwa sababu tumempokea Yesu, na mtu yote ambaye hajampokea Yesu kwenye maisha yake huwezi kushinda dhambi. Kama hujampokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hauwezi kushinda dhambi. Ewe mtu wa Mungu, sikia, dhambi inashindwa ni pale unapompokea Yesu. Dhambi inashindwa ni pale unapomkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa sababu yeye anasema alikuja ulimwenguni kuokoa walio wake na kuokoa watu kutoka katika dhambi. Ukisoma ile Mathayo anasema utamwita Emanueli, kwa sababu atakuwa anaokoa watu wake na dhambi, kutoka katika dhambi. Kwa hiyo ni jina la Yesu tu, ni Yesu tu aliyekuja kutuokoa katika dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo saa yako ya muujiza ni pale unapomkubali Yesu. Saa yako ya muujiza ni pale unapomkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, sio vinginevyo. Unaweza ukatembea sana, ukahangaika sana, ukatumia imani zote, ukahisi ndio msaada, lakini msaada wa kweli ni pale unapomkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako.
Najua mtu wa Mungu umenisikiliza sana. Najua mtu wa Mungu unatazama, umesikia sana mambo mengi, lakini kweli ambayo itakuweka huru ni pale unapokubali Yesu. Kweli ambayo itakuweka huru ni pale unapokabidhi maisha yako kwa Yesu. Unapomwambia Yesu, katika hili nimeshinda, katika dhambi hii ya ulevi nimeshinda, katika dhambi hii ya uzinzi nimeshinda, katika dhambi hii ambayo imekuwa kama addiction kwangu. Watu mnaishi katika addiction, mnaenda kanisani sana, mnaishi maisha ya kwenda ibadani, maisha ya maombi, lakini kuna mahali fulani umefungwa, kuna mahali fulani unakuwa kama addiction ya kwako. Lakini nakwambia jioni ya leo, ninakwambia wakati huu ushinde hayo mateso, ili utoke katika hiyo dhambi, utoke katika hiyo hatima. Ni pale unapomkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ni pale unapokubali Yesu awe kiongozi wako. Ni pale unapokubali hiyo kweli. Hiyo kweli itakuweka huru kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, mtu wa Mungu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ikubali kweli, na hiyo kweli itakuweka huru. Anaposema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuzipinga hila za mwovu, mpate kushindana siku ya uovu. Silaha mojawapo ni jina la Yesu. Silaha mojawapo ambayo tunavaa viunoni mwetu ni jina la Yesu. Silaha mojawapo ambayo itakusaidia kuikomboa familia yako ni jina la Yesu. Silaha mojawapo ambayo itasaidia uchumi wako uende mbele ni jina la Yesu. Silaha mojawapo ambayo inasaidia kuweka malezi sawasawa ya ndoa yako, ya familia yako, ya watoto wako ni jina la Yesu. Silaha mojawapo ambayo wewe itakusaidia kukutoa katika hiyo hali, kukuokoa katika mateso fulani ni jina la Yesu. Silaha mojawapo ambayo inaweza ikainua uchumi wako ni jina la Yesu. Kwa hiyo ni jina la Yesu pekee ambayo linaweza likakusaidia kwenye maisha yako. Ni jina la Yesu pekee ambayo linaweza likakutoa katika hali ulionayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Kwa hiyo mtazamaji wangu unanisikia, mtazamaji wangu unanisikia, jina la Yesu ni jina la Yesu. Tunasema tungekuwa tunasema tujue dhaifu huyu mtu amepona, ameponaje? Tungekwambia amepona kwa ajili ya jina la Yesu. Kwa hiyo saa yako ya muujiza ni unapomkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Saa yako ya muujiza unapokubali ni pale unapomwambia Yesu atawale maisha yako. Mtu wa Mungu unayenisikiliza jioni ya leo, unayenisikiliza sawa, mkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ukitaka muujiza sahihi kwa maisha yako, ni mkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ni kumkiri Yesu aingie kwenye maisha yako, abadilishe hatima ya maisha yako, abadilishe hali ya maisha yako. Najua unasikia, na unasikia sana kwa watumishi wengi wanaosema, wanaohubiri habari njema, lakini kweli iliyokuu kwenye maisha yako ni kweli ambayo ni Yesu Kristo tu. Kwa mtu wa Mungu unanisikia na unatazama, saa yako ya muujiza ni sasa. Saa yako ya muujiza ni sasa. Kuna mmoja anatamani kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kuna mmoja anatamani kumpokea Yesu abadilishe maisha yake, abadilishe hatima yake. Anatamani muujiza ulio sahihi. Yamkini umepokea miujiza mingi, umesikia miujiza mingi imetendeka. Yamkini na wewe unatamani huo muujiza, ila muujiza ulio sahihi ni mkubali Yesu, ni kumwambia Yesu atawale. Kwa sababu muujiza wa kwanza wa maisha yako ni pale unapompokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wewe muujiza wa kwanza. Kwa hiyo unaweza ukaona miujiza mingi sana inatendeka kwa njia tofauti tofauti, lakini muujiza wa kwanza kwenye maisha yako ni pale unapomkubali Yesu, unapomwambia Yesu, nimekubali kwamba wewe ulikufa na siku ya tatu ukafufuka na ukaingia kwenye maisha yetu na ukakaa ndani yetu, na tumaini letu kwamba siku moja utakuja kutuchukua. Kwa hiyo mtu mmoja, wewe baba unanisikiliza, wewe mama unanisikiliza, wewe kijana wa kiume unanisikiliza, wewe binti unanisikiliza, saa ya wokovu ni sasa, na saa ya muujiza wako ni sasa, na saa
ni sasa. Anasema waabudu halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Maana yake muda ni sasa wa kumwabudu Mungu wa kweli kwenye maisha yako. Na Mungu wa kweli ni wewe Yesu ambaye tunamwabudu sisi. Mungu wa kweli ni wewe Yesu ambaye tunakutangazia usiku wa leo, kila saa na kila muda na kila nyakati. Huyo ndio Mungu wa kweli ambaye sisi tunakutangazia. Kwa hiyo natamani mtu mmoja anayetaka kumwambia kwamba Yesu, nimekubali uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nimekubali Yesu. Nimeishi katika dhambi, nimetembea katika dhambi kwa muda mrefu, nimeishi katika mateso kwa muda mrefu, nimehangaika sana na maisha, nimepita katika maeneo tofauti tofauti, nimetembea sana, lakini leo nimeisikia kweli yako, na kweli yako umesema ni huyo. Nataka kumsikia huyo, nami nitamuongoza sala ya toba, naye atakuwa amempokea Yesu kwenye maisha yake. Kabla sijakuombea, natamani kuombea watu, natamani kuomba sala ya toba kwa watu ambao natamani kumkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa hiyo utasikiliza hii sala, utafuatisha haya maneno ambayo tutakuwa tunasema nawe katika jina la Yesu Kristo, na Mungu atakuwa Bwana wako, na Mungu atakuwa baba yako, na Mungu atakuwa kiongozi wa maisha yako, na Mungu atakuwa muujiza wako wa kweli kwenye maisha yako. Kwa hiyo mahali ulipo unaweza ukafuatisha haya maneno katika jina la Yesu Kristo. Sema, Bwana Yesu, asante kwa neema yako, asante kwa upendo wako Bwana, asante kwa neno lako Bwana ambalo ni kweli. Asante kwa kuwa Bwana umenikumbuka usiku wa leo. Bwana, nimeyasikia maneno yako, nimeisikia kweli yako Bwana ambao utaniweka huru katika jina la Yesu Kristo. Yesu, ninakuja kwako, ninakuja kwako, unikubali Bwana, unikubali Bwana. Futa jina langu, futa jina langu kwenye kile kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kile kitabu cha uzima. Bwana Yesu, badili maisha yangu yawe mapya katika wewe. Nimekubali wewe Bwana, na mkataa shetani na kazi zake zote, na kataa uovu na mambo yake yote. Ninakubali wewe Bwana, ninakuja kwako Bwana, uwe kiongozi kwangu na uwe mwalimu wangu, ni katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Katika jina la Yesu nitaomba na mtu mmoja mwenye mahitaji. Una mahitaji mbalimbali, yamkini ni biashara yako, yamkini ni afya yako, yamkini ni watoto wako, yamkini ni ndoa yako, yamkini kuna jambo fulani ambalo unatamani Mungu alitende kwenye maisha yako. Basi unaweza tukaomba pamoja, tunaweza tukaomba pamoja katika hii sala. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante Mungu mwema, Mungu toshaye, Mungu unayeweza, Mungu unayebariki. Asante Bwana kwa ajili ya watoto wako ambao Mungu wanaisikia sauti hii Bwana na kutazama usiku wa leo Bwana. Asante Bwana kwa kuwa wanakuamini wewe Bwana, na wanaamini muujiza wako Bwana, wanaamini muujiza wako kwamba ni kweli Bwana. Mungu li hai, ni katika jina la Yesu Kristo Bwana. Asante Mungu kwa ajili ya mtu mmoja ambaye Bwana anaumwa, yamkini wewe ni familia yake inaumwa, anapitia katika mateso na ugonjwa fulani. Ni katika jina la Yesu Kristo, ni katika jina la Yesu Kristo Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo ninatamka neno la uponyaji juu ya maisha yake, ninatamka neno la uponyaji juu ya familia yake, ninatamka neno la uponyaji juu ya afya yake. Kila roho za magonjwa, kila roho za magonjwa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, pokea muujiza, pokea uzima, pokea uzima. Maana anasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Umepona kwa damu ya Yesu, umepona kwa damu ya Yesu. Pokea muujiza, pokea muujiza, pokea muujiza wako. Yamkini ni biashara yako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu ninakemea kila alai, kila adui alai biashara yako, kila adui anayekula maisha yako, anayekula pesa yako, anayekula kila kazi unayofanya. Unafanya kazi hauoni kuendelea, katika jina la Yesu kila kilichokalia biashara yako, kwa damu ya Yesu Kristo
tunamkemea adui na uovu wote, tunamkemea yeye uovu, yule adui alai. Kila mkono uliowekwa kwenye biashara yako ninaukemea kwa damu ya Yesu. Ninakemea kila mkono uliokaa kwenye familia yako, ninakemea kwa jina la Yesu. Kila mkono uliopoteza amani ya ndoa yako, ninakemea kwa jina la Yesu. Kila mkono uliopoteza amani ya familia yako, ninakemea kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu akubariki mtu wa Mungu, ubarikiwe sana. Mungu akubariki sana, barikiwe sana. Kwa mawasiliano zaidi kuna namba ipo hapo, unaweza ukatutafuta kwa ushauri zaidi wa kiroho na kimwili pia. Kwa karibu sana, masaa 24 unaweza ukapiga hiyo namba tukakupa maelekezo mazuri. Na wewe ambao umemkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unaweza ukatupigia katika hiyo namba tukakupa maelekezo mazuri ambayo yatakusaidia wewe na maisha yako na kizazi chako. Mungu akubariki sana. Usiku hao ukawa baraka na neema sana. Hautaota ndoto chafu, hautateseka katika hiyo ndoto iliyokutesa kwa muda mrefu, katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen.